Naam, hamjambo mtazamaji wa televisheni Muteba TV, karibu kuweza kuungana nasi katika taarifa zetu za habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili. Taarifa yake Jean-Pierre Emmanuel Kaluya, tukaribishe kuweza kuungana nasi katika habari zetu za siku ya leo. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kutembelea channel yetu, usikose kujiabone kwa channel yetu, kulaki pia kushare kwa wengine tunapotoa habari zetu kila leo, wa kwanza kabisa kuweza kuzipata. Vituo vyetu vinapatikana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika jiji na tarafa letu la Uvira, ambapo matangazo yetu kabisa kila leo inakwenda kukujia. Ukiwa na maoni au pendekezo, kuna nambari yetu ya WhatsApp iko hapo chini, na ikiwa unahitaji tukuunge kwenye grupu letu la WhatsApp, moja kwa moja tutaenda kukuunga. Leo ni siku ya Mungu ya tarehe 17 ya mwezi wa 5 mwaka 2026. Karibu katika habari zetu, pia uchambuzi wetu habari zetu za siku ya leo. Tutazungumzia kabisa kuhusu maandamano ambayo inaandaliwa pale maeneo ya Sange, hiyo siku ya pili ya tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka 2026. Maandamano haya yakiwa yameandaliwa na shirika za kirahia mjini Uvira kupinga kabisa kuhamishwa miradi ambayo ilikuwa imepangwa kuendeshwa pale bondeni mwa mto Ruzizi, wakati tayari inaweza kushora kwa fasine. Mungi kule wa Lodisari pia aungana na baadhi ya raia maeneo hayo kutaja kuwa haiwezekani kuhamisha miradi hiyo kwa sababu tayari jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limemiliki tayari vijiji mbalimbali vya bonde mwa mto Ruzizi. Na pia tutakuzungumzia kuhusu mauaji ya baba mmoja ambaye aliyeuliwa kupigwa risasi na watu wenye kumiliki silaha wasiojulikana huko kwenye kata la Kalundu usiku wa kuamkia hii siku ya Mungu. Na pia tutajaribu kuzungumzia kuhusu kufungwa kwa barabara nambari 5 ambayo inayotoka Uvira hadi Bukavu, Bukavu hadi Uvira. Raia wengi kabisa walalama kutaja kuwa kufungwa kwa barabara hiyo ni kinyume na sheria kwa sababu wanaweka raia katika hatarini. Kuna baadhi ya raia ambao waliotoka Bukavu kuja hapa Uvira wanarandaranda mitaani wakikosa namna ya kurudi pale Bukavu, na pia kuna wale ambao wanapatikana pale Bukavu nao wakiwa wanataja kuwa wanakosa njia kabisa ya kuwasili tena hapa mjini Uvira. Baada ya M23 kuweza kuondoka pale maeneo ya Sange, raia wakitaja kuwa vijiji kama vile Ndunda, Kiguro, Rusabagi, Kaberagule na nafasi nyingine wataja kuwa M23 iliweza kupora mali ya raia huko maeneo ya bonde mto Ruzizi, na kuomba serikali kuingilia kati pia hata mashirika za utu kutoa msaada kabisa wananchi wanaopana maeneo haya. Ni kuungana nasi katika habari zetu za siku ya leo, tukianza kabisa na habari za maandamano ambayo inapangwa kuandaliwa hiyo siku ya pili tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka 2026. Bunge kuimisare kuhusu uwezekano kwa mashua wa kuhamia ya benki ya dunia wakila Uvira ini udhibiti la fadhili ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Mheshimiwa Daktari Melani amani jaribio la kusitishwa kwa mikataba inayohusiana na miradi wa kuimarisha biashara PSG katika barua iliyoandikwa na kuweza kusikwa waziri wa biashara nje sisa kuendelea kuwa ifisi pamoja na jeshi kwa moja kwa kazi maeneo tayari wameshakusha eneo la bitu. Kulingana na taarifa alizo nazo, huduma moja ya kiufundi ndani ya Wizara ya Biashara nje inaelekeza sasa fedha hizo kwenda katika jimbo lingine kwa kisitizo cha ukosefu usalama ambao mbunge huyo akitoa mtamezitio na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mbali na kauli hiyo mbunge huyo pia anataka kufuatwa mara moja kwa maamuzi ya kusitisha mikataba inayohusisha vituo vita pia maeneo ya pale Sange, Nyamuma na huko maeneo ya Rubenga eneo la Luvunge. Katika habari hiyo pia shirika za kirahia zilipata nafasi ya kuweza kabisa kulaani kitendo hicho na kutaja kuwa kamwe hawawezi wakubaliana kuhamisha miradi hiyo kwenda nafasi nyingine wakati tayari huko maeneo ya Sange, Nyamuma na huko Rubenga Luvungi tayari imedhibitiwa na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni vema kufanya liwezekanalo ili fedha hizo ziendeleshe miradi ambayo ilikuwa ikitengwa kufanya kazi katika bonde mto Ruzizi. Mafima Shango mtibu wa shirika pia la kirahia alipata nafasi kukutana na waandishi wa habari siku ya 4 iliyopita, ambapo waliweza kuzungumza na kutaja kuwa wako kimasomaso na watakwenda kusukuma government ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hawawezi wakakubali kuacha fedha hizo ili miradi ambayo iliyokuwa ikipangwa kufanyika katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuweza kuhamishwa nafasi nyingine wakati usalama tayari umeanza kurudia
mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Baada ya hapo, mashirika za kiraia kama muungano tayari imeungana kwa pamoja na kuelekea pale Sange hiyo siku ya pili, ambapo kutakuwa maandamano ya kukataa kabisa kuweza kuondolewa miradi hiyo ambayo ingenufaika raia wa jimbo la Sud Kivu, ambayo sasa inaweza kupelekwa nafasi ingine. Kwa hiyo watapata nafasi ya kuungana na raia wa Luvunge, Sange, Nyamoma, Kaberagule, Sasira, Runingu na nafasi nyingine, ili kuhakikisha kuwa huduma hizo ambazo zilikuwa zimetarajiwa kuendeshwa ziweze kuendeshwa kama ilivyo kawaida. Ikiwa tunaendelea na taarifa yetu ya habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili, taarifa ya Janvier Emmanuel Kaluhya, ukiwa na maoni au pendekezo usite kabisa kutembelea channel yetu. Tukiwa katika mji na tarafa letu la Uvira, mauaji ya mwanaume mmoja yaliweza kuripotiwa maeneo ya Kalundu hii siku ya posho, siku wa kuamkia siku ya Mungu, ambaye akijulikana kwa jina la Shimbe auawa na watu wasiojulikana huko maeneo ya Kalundu. Mwanaume aliyetambulika kwa jina la Papa Shimbe ameuawa na watu wenye silaha ambao bado hawajulikana Jumamosi ya tarehe 16 Mei mwaka 2026 majira ya saa 1:30 usiku nyumbani kwake kwenye barabara ya Karigo katika mtaa wa Kalundu, Municipal ya Kalundu mjini Uvira. Katika tamko lake, shirika la kiraia la wazalendo la Wakongomani Sosiko RDC limelaani vikali hatua hiyo, pia mauaji ambayo yanaendelea kuripotiwa katika jiji na tarafa letu la Uvira, wakiomba vyombo vya usalama kuingilia kati na kuweza kufanya ukaguzi. Wale ambao wanaoendesha vitendo hivyo wakamatwe, pia wahukumiwe kulingana na sheria. Na moja kwa moja tujielekeze huko bondeni mwa mto Ruzizi, huko maeneo ya Sange, Ndunda, Kiguro, Rusabagi na Kaberagule. Baada tu ya M23 kuweza kuondoka kwenye vijiji hivyo, raia wa maeneo hayo wataja kuwa walikuwa katika hali ya changamoto, pia mateso, ambapo wengi wao waliweza kubakwa, pia wengine waliweza kupelekwa mali zao. Vijana wa maeneo hayo wengi wao walikimbia kutokana na mateso ambayo walikuwa wakipitia. Kwa sasa wametaja kuwa nyumba zao pia mifugo iliweza kupelekwa na waasi M23, wakiomba mashirika za kiraia pia za kiutu kuingilia kati ili kutoa msaada kwa changamoto za raia wanaopitia maeneo hayo, wakiomba pia ushirikiano na vyombo vya usalama ili kurejesha amani ya kudumu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hata maeneo hayo. Wiki iliyopita tulipata nafasi kabisa ya kuweza kutembelea raia wa pale Sange, ambapo waliweza kutaja visa vya unyanyasaji zidi ya waasi wa M23 walivyoendelea kufanya baadhi ya raia, wakitaja kuwa wakina mama wengi waliweza kubakwa na wengine kuweza kudhulumiwa na wengine pia waliweza kuuawa kupitia mauaji ya kikatili na wengi wao kupelekwa nafasi ambazo zisizojulikana, jambo ambalo limewapa kipaumbele baada tu ya waasi wa M23 kuweza kuondoka katika maeneo hayo, wakiomba serikali kuingilia kati ili kabisa kurekebisha na kuleta amani ya kudumu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuzungumzie kuhusu kufungwa kwa barabara nambari 5 ambayo inayotoka Uvira hadi Bukavu. Raia waanza kulalama na kutaja kuwa serikali inachukua maamuzi kabisa ambayo haiendani, kwa sababu wamefunga barabara hiyo tangu hiyo siku ya posho, tangu hiyo siku ya 5 kuamkia siku ya posho katika mji wa Uvira. Raia wengi ambao waliotoka pale Bukavu wakija hapa mjini Uvira wameanza kurangaranga mitaani kwa sababu ya kukosa njia ya kurudi pale Bukavu, hasa pia wale wengine wenye kupatikana pale Bukavu wakiwa wamekosa njia ya kurudi hapa mjini Uvira. Tulipata nafasi ya kuzungumza na James Fieka Adui baadhi ya viongozi wa wazalendo katika mji na tarafa letu la Uvira. Ametaja kuwa kulionekana kuwa maaskari wengi walianza kuingia kinyume na sheria katika eneo ambalo linalodhibitiwa na wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika hali ya kurejesha amani ya kudumu, ni vema waweze kufunga, kuchunguza na kukagua kibinafsi ili kutekeleza maamuzi hayo ambayo inaweza kutoa muda ujao. Gavana la Sidifu Miwa Jacques Elakano katika mahojiano na uandishi wa habari alitaja kuwa ni vema kuweza kufunga barabara hiyo nambari 5 ambayo kabisa imeonekana ni ngumu kwa kuwa
wameamua kuangalia na kudhibiti wale ambao wanaoingia kama wageni waweze kupata nafasi ya kuweza kukaguliwa, na pia raia wakiomba kabisa serikali kuingilia kati ili kuachia huru kabisa raia ambao wanaopatikana Bukavu na Uvira kuingia, na pia kuacha makazi zishughulike kama ilivyo kawaida. Tukujuze kuwa kwa kuwa vizuizi vilikuwa vingi pale barabara bondeni mwa mto Ruzizi, vilikuwa tayari vimeondolewa na kamanda wa kijeshi wa Sokola ya pili katika jimbo la Sud Kivu, ambaye alipata nafasi ya kuweza kuvitoa na kuomba raia kuweza kushirikiana kwa pamoja na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na ni hapa ndipo tunafika mwisho kabisa wa taarifa yetu ya habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili, taarifa ambayo imeandaliwa kwenu naye Janvier Emmanuel Kaluhia. Katika habari zetu ambazo tulizungumzia kama maneno ambayo inaandiwa kwa tarehe 5 mwezi wa 5 2026, hiyo siku ya pili maeneo ya Mturukusa, maji ya baba mmoja na watu wasiojulikana pale maeneo ya Kalundu yatekelezwa hii siku ya posho ya tariki 16 kuamkia tariki 17 mwezi wa 5 mwaka 2026. Na pia wakaaji wanaopatikana pale Bukavu, wengi wao waliofungiwa barabara kutoka Uvira kwenda Bukavu, walalama wakiomba serikali kuacha wazi barabara nambari 5 ili kuwaruhusu wafanye kazi zao kama ilivyo kawaida. Na pia tuliweza kuangazia kuwa baada tu ya M23 kuondoka pale maeneo ya Sange bondeni mwa mto Ruzizi, Rusabagi, Kaberagule na Nyamoma, raia wengi kabisa wametaja kuwa kuna vitendo vya unyanyasaji pia vya wizi wa mifugo ambavyo vilivyotekelezwa maeneo hayo, wakiomba mashirika za kiraia kuweza kuingilia kati kabisa ili kukomesha hali hiyo. Na ni hapa ndipo tunafika mwisho kabisa habari zetu za siku ya leo, habari ambazo ziliweza kuandaliwa kwenu naye Janvier Emmanuel Kaluhia. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kutembelea channel yetu, usikose kujiabone kwenye channel yetu, kulike pia kushare kwa wengine tunapotoa habari zetu kila leo, wa kwanza kabisa kuweza kuzipata. La ziada sina, nikutakie asubuhi njema na mchana mwema kwako. Kwaherini. Thank you.